Leo nataka tupeane faida ya vitu vitatu kwa wewe mfanya biashara ambaye upo ndani ya biashara. Hivi vitu vitatu vitakusaidia kuitengeneza biashara yako vizuri na kujitangaza na kujitengenezea wingi wa mauzo, kuzingatia na ukiweza kuvifuata. Ni vitu vitatu kwa uchache. Kitu cha kwanza, uaminifu. Inabidi wewe kama mfanya biashara, wewe msimamizi wa biashara, wewe ambaye unaendesha biashara, inabidi uwe mwaminifu katika biashara yako. Kitu cha pili ni ubora wa bidhaa. Inabidi uwe na bidhaa nzuri au uwe na huduma nzuri. Uwe unatoa bidhaa nzuri kwa wateja wako, uwe unatoa huduma nzuri kwa wateja wako. Kitu cha tatu, marketing. Maana kutangaza biashara yako, kutangaza, watu wajue uwepo wako, watu wakutambue, watu wajue kwamba wakitaka huduma fulani au wakitaka bidhaa fulani wataipata wapi. So unavyojitangaza unawajulisha watu kwamba wewe unatatua changamoto ya tatizo fulani, wewe unasaidia watu kwa huduma fulani, na kwa ni kwepesi watu kufahamu na kuweza kutafuta. Lakini hiki kitu cha mwisho cha tatu cha kujitangaza, ambayo ni matangazo, watu wako wako, hakitakuwa na maana kama vitu viwili vya mwanzoni ambavyo nimezungumzia kama hautaweza kuvizingatia. Uaminifu. Uaminifu, kwa nini uwe mwaminifu? Uaminifu itakusaidia wewe wateja kupenda na kupenda biashara yako. Lakini kama utakuwa sio mwaminifu katika biashara yako, maana wateja hawatakupenda, kwa sababu wateja watakuwa wanakuja kwako lakini hauwafanyii huduma nzuri, hauwafanyii fair kwenye changamoto zao, kwenye matatizo yao. Alafu pia ulikuwa unasema kwamba unatangaza biashara yako, lakini wateja wakija kwako unawapoteza kwa kutokuwa mwaminifu na kwa kutokunyooka katika biashara yako, aidha unatoa huduma au unauza bidhaa. Kitu cha pili, ubora wa huduma au bidhaa nzuri. Unatangaza soko, unajitangaza vizuri, lakini wateja wakija kwako hauwapi huduma nzuri. Wateja wakija kwako hauuzi bidhaa nzuri. Kwa hiyo unakuta unatafuta, unakuwa mzuri wa kuwatafuta wateja, lakini unakuja kuwapoteza wateja kwa sababu hautoi huduma nzuri, hauuzi bidhaa nzuri. Kwa hiyo inakuwa haina maana. Cha mwisho ni huko kujitangaza. Kwa hiyo ukiweza kuvizingatia hivi vitu viwili kwa mwanzoni, uaminifu na bidhaa nzuri au huduma nzuri, hiki cha mwisho kitakusaidia kujikuza zaidi, kujitangaza zaidi, na kitakutengenezea wingi wa wateja wapya kila siku na kuweza kuongeza mauzo yako mauzo yako ya biashara au katika huduma yako. Kwa hivyo vitu vitatu nimependa tuambiane kwa wewe fanya biashara au uko kwenye biashara ya uweze kuvizingatia. Una swali lolote au una maoni katika hichi tunachozungumza, unaweza kushare kwenye comment.